Okay, hapa leo nipo kwa kitu maalum, mnaweza kuliona hili kwa ukaribu zaidi, ndio ubungo. Kuna wale ambao wenye misemo yao nafikiri mnatambua, waga wanasema sijui nini katema bungo. Sasa bungo lenyewe kwa wasiofahamu ni hili hapa, yakiwa mawili yanakuwa ni mabungo. Hapa na mabungo mawili. Sasa katika mabungo haya mawili leo nimekuja kwa jinsi ya kuonyesha bungo lilivyo. Nafahamu walio wengi hawalifahamu bungo, sawa. Endapo unalifahamu labda kwa lugha yenu inaitwaje, lakini sisi kibongo bongo huku hili linaitwa bungo, sawa. Kwa hiyo ngoja tuone hapa, nalikata bungo. Kisi waseke kiwa kidogi sio poa, bungo linakuwa ni gumu, lakini hili ni bungo. Hapa nishalikata bungo, nafikiri unaliona lilivyo. Bungo hili kwa ndani inakuwa na tunda kama hivi. Tunda zake zina asili ya nyuzi au kamba, sawa. Kwa hiyo hili mara nyingi huliwa na chumvi au chumvi ya pilipili, sawa. Nikisema chumvi ya pilipili ina maana hapa nitakuonyesha pia chumvi ya pilipili. Chumvi ya pilipili hii hapa hii. Yaani hapo kama tunavyoweza kuona chumvi ya pilipili ni hii hapa. Ni chumvi ambayo imechanganywa na pilipili ambayo ilosagwa ya kulia bungo. Kwa hiyo kiasili unaweka kidogo kisha, sawa. Kwa hiyo sasa kinachotakiwa wewe unaweka humu. Ukisheka kwenye bungo lako, sawa, unatumia kidole chako cha shahada kwa kula. Yaani unafanya mixer kwanza. Ushafanya mixer, kisha unaweza kuchukua bungo unakula. Mkali kiasi chake, ndio maana tunatumia pilipili ya chumvi au chumvi yenyewe kupunguza makali, sawa. Sasa hii nimeleta kwa sababu moja. Kuna ambao wengi naweza kusema nikisema nitoe kwa njia ya picha, wengi watashindwa kusoma kwa sababu itakuwa ni gazeti zima, sawa. Gazeti zima usome ili kulifahamu na kulionyesha. Sasa nikaona bora nichukue kwa njia video ili uweze kulifahamu na kuonyesha. Na isitoshe sasa kuna wale ambao wanasikia labda hawajawahi kufika, sawa, wanasikia ubungo, sawa. Ubungo pale umetokana miaka 1900 huko, sawa. Imetokana na jina ya mti ambao kulikuwa na miti inaitwa mibungo, sawa. Ilikopo mingi katika eneo lile la Ubungo. Kwa hiyo wakaipachika jina ubungo kulingana na miti iliyokuwepo. Asilimia kubwa ilikuwa ni mabungo, sawa. Mti wenyewe unaitwa mbungo na ili hapa ni bungo, sawa. Kwa hiyo vitu kama hivyo. Kwa leo nafikiri tunaweza kuishia hapo. Halo, safi mzima? Ndio. Nani? Ndamu. Ndio. Ndio. Okay. Ask. Okay. Okay. Basi basi sawa, ngojea nimtafute nifanye mawasiliano naye, maana mimi niko mbali kidogo, nimesafiri, niko Moshi.
Kwa hiyo ngojea, hebu utanitafuta baada ya masaa fulani hivi, nitulie nimtafute. Basi sawa, haina tatizo. Ni siku ngapi? Okay, basi sawa, haina tatizo. Samanini kidogo, haya mambo ya simu bwana. Sasa kwa hiyo leo nilitaka kuwaonyesha, hili ndo bungo nishachanganya hapa na chumvi ya pilipili, kama mnavyoona limekuwa hivi. Kwa hiyo ndivyo linavyo, au unaweza kubadilisha ulaji. Ulaji mwingine ni wapi? Umeona? Tamu sana, njoo jaribu. Lakini anyway, mtu anayetaka mabungo itabidi anicheki tuwasiliane, kwa sababu haya mabungo si miti ya kupanda, hapana, ni miti ya porini. Hakuna mbungo ambao umepandwa, wala hakuna mbungo wa kizungu. Mabungo yote ya Kiswahili tena ya asili ni ya porini, na yanapatikana katika maeneo machache sana kwa hapa Tanzania, hususan kanda za pwani. Sawa, kanda za pwani, tukienda Lindi, Mtwara na kwingineko, lakini sijafahamu kwa upande wa kaskazini kama mti upo. Sidhani kama mnauhitaji kwa jina lenu. Mnaweza kunishushia kwenye comment yenu hapo, nikaweza kufahamu mnahitaji kwa lugha ya kwenu. Sisi huku kwetu tunaita bungo, yakiwa mawili ni mabungo, na mti wake tunaita mti wa mbungo ambao ni mbungo. Mbungo nazaa mabungo. Sawa, basi sawa, nimemaliza. Hilo ndo nilipenda kuwafahamisha asili ya ubungo imetoka wapi. Asili ya ubungo, mji unaosikia unaitwa Ubungo, Dar es Salaam. Basi bungo lenye ndo hili, na pale kulikuwa na miti ya mibungo.